Mheshimiwa Baba Askofu, nawasilisha kwako hati hii nikiomba ufungue rasmi mkutano huu wa 17. Amesema hayo katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa 17 wa KKKT Diocese ya Meru utakaofanyika kwa siku 3 katika chuo kikuu cha Tumaini Makumira kinachomilikiwa na KKKT kilichopo mkoani Arusha, ambapo miongoni mwa ajenda zilizopo katika kikao hicho ni pamoja na uchaguzi wa askofu wa awamu ya 3 wa diocese hiyo na msaidizi wake. Amesema changamoto kubwa zinazojitokeza katika ulimwengu na maeneo mbalimbali husababishwa na ulimi. Jumapili hii tunakumbushwa tutumie vizuri vinywa vyetu na ndimi zetu. Sina hakika, ingekuwa ni dayosisi zingine ningesema zaidi, lakini hapa ninajua hata ndimi zenu mmetumia vizuri kuja kwenye mkutano. Hakukuwa na maneno na hasa ajenda tunazozifahamu zitaingia, si ndio? Mmetumia vizuri. Na kama kuna mahali tulipotoka, tunashukuru kwamba Yesu atatupa muda tutubu, kwa sababu nia ya kutupa ndimi hizi ni kumtukuza yeye. Ulimi wangu, ulimi wako ni mdogo, lakini unaweza kuyumbisha limeli likubwa. Haijalishi ndoa ina miaka mingapi, lakini ulimi ukisogea tu kidogo unaweza ukayumbisha umoja mzuri uliopo ndani ya Diocese ya Meru. Ulimi tu, lakini unaweza ukaponya, na ulimi una kazi nzuri tu kwa anayeutumia vizuri kuponya. Ulimi unaweza ukakuheshimisha, unaweza ukakudharaulisha. Akifungua mkutano huo, askofu wa Diocese ya Meru, Askofu Elias Kitoi Nasare, amewashukuru washirika wa diocese hiyo kwa ushirikiano waliompatia anapoelekea kumaliza kipindi chake cha uongozi wa diocese hiyo. Asanteni sana kwa kunishika, kwa kuniombea, kwa kunikumbatia hata pale niliposhindwa kabisa. Na pale nilipoona zamu yangu imeisha, Mungu ameniambia safari bado. Niwashukuru sana kwa kipindi hicho, na sasa siwezi kuamini ni miaka 10 imepita tangu mliponichagua. Siku ya leo ni siku maalum sana kwangu, naamini na kwa Diocese ya Meru pia. Bwana asifiwe. Ndipo tunaenda kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ili aweze kusimamisha kiongozi mwingine ambaye ataibeba dasi mkishirikiana naye kwa ajili ya muda mwingine ambao Mungu atakuwa ameweka mbele yetu. Wakitoa salamu za diocese, miongoni mwa askofu waliohudhuria akiwemo askofu wa Diocese ya Kaskazini, Askofu Dr. Frederick Shaw, askofu wa Mwanga, Askofu Dr. Daniel Mono, na askofu wa Diocese ya Magharibi Kati, Askofu Dr. Isaac Kisiri, wamewasihi wajumbe wa mkutano huo kumwomba Mungu ili waweze kukamilisha ajenda zote za mkutano huo kwa amani na mafanikio. Tukitazama nyuma, tunaona jinsi ambavyo mkono wa Mungu umekuwa pamoja nanyi wanadiocese hii ya Meru, na tunajaa matumaini ya kwamba mkono huu wa Bwana utaendelea kuwa pamoja nanyi na kuwashika hata kipindi hiki na katika mkutano huu ambapo kutafanyika uchaguzi wa askofu. Neno ambalo ningependa kuwaambia na kusisitiza tena kama ambavyo yamezungumzwa, jambo hili tumwachie Mungu. Anasema katika Wakolosai 3:17, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Babu yetu yuko pale. Kwa hiyo tunajisikia tuko mahali salama, na kwa kweli tunafurahi kushirikishwa, tuko nyumbani.
tunawatakia mkutano wenye baraka nyingi. Huu ni mkutano wa kiroho, tunafanya mambo ya kiroho, na Bwana awe nanyi. Nafahamu sana historia ya Dayosisi ya Meru. Wakati ule kulipokuwepo na mgogoro, mimi nilikuwa nasoma hapa, nilikuwa mzee wa wanafunzi, mzee wa pili, na nilishiriki sana kuwasaidia wale waliokuwa kwenye listi ya kuuawa. Tuliwatafutia malazi hapa, na kesho asubuhi tuliwasindikiza kupanda ile basi iliyokuwa inaitwa Fikiria Kwanza. Kwa hiyo ninaposema haya, nasema nikishuhudia kwa hakika ya kwamba naposema hata sasa Bwana ametusaidia ni kweli, kwa sababu mmetoka mbali na Mungu wa mbinguni amewabariki sana. Kutoka hapa katika ukumbi huu wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, ambapo mkutano mkuu wa 17 wa Dayosisi ya Meru umefanyika, mimi ni Elihuruma Chao.